Wapenzi watazamaji, popote mlipo, karibuni tena kufuatilia taarifa kutoka Al-Huda TV Burundi, kituo cha habari kinacholenga kueneza elimu ya dini, kuimarisha umoja wa Waislamu na kuhabarisha jamii kuhusu harakati za kheri duniani. Leo tunawaletea recap maalum kutoka nchini South Africa, ambako kiongozi wa dawa wa Al-Huda yuko katika ziara ya kielimu na kidini. أعزائنا المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في قناة الهدى تيفي ببوروندي، قناة إسلامية تنقل لكم الأخبار والأحداث الإسلامية من قلب بوجمبورا. نتمنى لكم مشاهدة طيبة. Katika ziara hiyo, Sheikh Abdul Shakur Ramadhani alitembelea Masjid Muzdalifa, ambapo alikutana na waumini wengi waliokusanyika kwa ajili ya kupata mafunzo ya dini. Katika mkusanyiko huo, Sheikh Abdul Shakur Ramadhani alitoa darsa ya kipekee ya vitendo, akifundisha namna sahihi ya kuswali kwa mujibu wa mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa ustadi mkubwa, alisimama mbele ya waumini na kuonesha hatua kwa hatua jinsi swala inavyotekelezwa, kuanzia takbira ya kuanza swala, rukuu, sijda hadi kumaliza swala. Waumini waliokuwa ndani ya msikiti huo walifuatilia kwa makini sana, wakisikiliza maelezo na kushuhudia kwa vitendo namna sahihi ya kusimamisha ibada ya swala. Uwepo wa Sheikh huyo uliwaletea furaha kubwa sana waumini wa msikiti huo. Baadhi yao walionekana wakisema kuwa wanatamani sana elimu kama hiyo iendelee mara kwa mara, huku wengine wakitamani Sheikh huyo abakie hapo ili aendelee kufundisha na kuwaongoza katika masuala ya dini. Hakika ilikuwa ni darsa yenye manufaa kubwa iliyowakumbusha waumini umuhimu wa kusimamisha swala kwa usahihi. Mwenyezi Mungu anasema, wa aqimu salata wa atu zakata, nasimamisheni swala na toeni zaka. Aya hii inaonyesha wazi kuwa kusimamisha swala ni katika nguzo muhimu sana za Uislamu, na ndiyo maana elimu ya namna sahihi ya kuswali ina umuhimu mkubwa kwa kila Muislamu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema, swalini kama mlivyoniona mimi nikiswali. Hadithi hii inaonyesha kuwa njia sahihi ya kuswali ni kufuata mafundisho na mfano wa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hakika, darsa hiyo iliyotolewa ndani ya Masjid Muzdalifa imekuwa ni faida kubwa kwa waumini waliopata nafasi ya kuhudhuria. Ni juhudi zinazoonesha harakati za kueneza elimu ya dini katika maeneo mbalimbali ya dunia. Na kwa mujibu wa taarifa tulizozipata, shughuli hizi zinaendelea kuratibiwa kwa karibu na uongozi wa Al-Huda. Hizi ni habari kamili kutoka hapa nchini South Africa. Habari hizi tunazipata kupitia mkurugenzi wa Al-Huda aliyepo nchini humo, Hamza Mahane. Usikose kuendelea kutufuatilia na kusubscribe katika chaneli yetu ya Al-Huda TV Burundi ili upate habari, darsa na matukio mbalimbali ya Kiislamu kutoka sehemu tofauti za dunia. Asanteni kwa kutufuatilia. Unakata hii hapo haya. Toa salamu sasa, toa salamu. Wewe utuoneshe utafanyaje? Mfuate. Ndio tunamfuata au tunamfuata? Atafanyaje? Wengi hawajua kijana, ongo Sheikh. Sawa jamani. Tunampata vizuri. Allahu Akbar. Anakai hata yatu ndio ya kwa. Ndio? Kwa sababu gani? Al-Huda TV Burundi, ongozo wa jamii.